Shule ya sekondari ya Vianzi inayopatikana wilaya ya Mkuranga mkoa wa Pwani ni mojawapo kati ya shule zilizoshiriki Uwezo Award 2021 na kupata tuzo. Mradi huu unaoendeshwa na shirika lisilokuwa la kiserikali la Great Hope Foundation umelenga kuwajengea wanafunzi ujuzi wa kijasiriamali wawapo shuleni ili uwe msaada kwao katika soko la ajira mara wanapotoka shuleni. Katika Uwezo Award 2021, shule hii ilishiriki na kufanikiwa kunyakua tuzo ya fedha, yaani Silver Trophy, kwa mara ya kwanza baada ya kuwa washindi wa 7 kati ya shule 224 zilizoshiriki za mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro na Pwani. Je, wanafunzi hawa walifanya mradi gani? Jambo la kwanza kabisa, tulianza na kuchora mazingira ya shuleni kwetu kwenye kuta za shule nyeupe ili pia kupunguza tatizo la kupata vifaa vya kusomea. Mfano, tuliamua kuchora ramani ya Afrika na East Africa, ambao East Africa label historical sites na Africa label mataifa yote. Pia tulichora michoro ya kibiolojia kama vile moyo ili pia kusaidia michakato ya kujisomea hapa shuleni. Pia mradi wetu wa pili, tulitengeneza barabara yetu ya kujia hapa shule ambayo iliharibiwa sana na mvua za masika. Hivyo basi sisi kama memba wa Uwezo Award tuliamua kujiorganize na kwenda kuirekebisha upya ili iwe inatumika, watu wafike hapa shuleni bila kuwa na tabu ya aina yoyote. Kwa sababu awali walimu walikuwa hawezi kuja na magari yao, wanakuja na pikipiki. Hivyo pia tukaona ni heri tuitengeneze. Mradi wetu wa tatu, tuliamua kwenda kituo cha watoto yatima kilichopo Mkuranga ambacho kinaitwa Malaika Kids, na tukawapatia vitu mbalimbali kama vile sabuni, kiroba cha unga na vitu vya kutafuna. Pia tuliwatia moyo, na pia tuliunganisha kwenye hospitali yetu ya wilaya Mkuranga. Tukaenda pia pale tukafanya usafi, tukachangia sabuni ambazo tulitengeneza sisi wenyewe memba wa Uwezo, ilikuwa ni lita 19. Pia tukachangia mifagio ya kudekia 6 na dustbin 3. Mradi wetu mwingine tuliofanya, tuliamua kutengeneza mkaa wa makaratasi ili pia kupunguza matumizi makubwa ya mkaa unaozalishwa na miti, pia matumizi ya gesi. Hivyo tuliamua kutengeneza huu mkaa na ukawa unatumika na walimu hapa shuleni wakati wa kuwapikia mfano chai na vyakula vyao. Mradi wetu mwingine tuliofanya ni mradi wa mazingira, ambao sisi kama memba wa Uwezo tuliona mazingira yetu yamejaa na chupa nyingi sana. Hivyo tukaamua tukatoka kwenye mazingira yanayozunguka shuleni kwetu huko, hasa kwenye kijiji chetu hapo Vianzi, tukaokota zile chupa tulivyokuja nazo hapa shule, tukazimodify na tukazipanda maua, tukaotesha maua, na maua hayo tukayapanda kwenye mazingira ya shule yetu. Tulifanya miradi yetu ni mradi kuondoa changamoto ambazo kuwepo hapa shuleni. Hapa shuleni kwetu tulikuwa na changamoto ya barabara, ila kupitia mradi huo Uwezo Award tukaenda katika barabara ambayo ya jirani yetu, ambapo kwa hapo awali palikuwa gari haziwezi kupita wala pikipiki, na kama zilikuwa zikipita zinapita kwa shida, muda mwingine kusababisha ajali sana. Ila baada ya kutengeneza sasa hivi barabara imekuwa vizuri. Pia hapa shuleni kwetu tulichora michoro mingi ambayo ilisaidia wanafunzi katika kujifunzia. Tumechora michoro ya ramani, tumechora historical site, tumechora michoro ya kibiolojia, ambapo walimu wake wanafundisha inakuwa ni rahisi kutoka nje na wanafunzi wote kuwafundisha wakaelewa kwa pamoja. Pia tulifanya mradi wa kutengeneza dasta ambazo hapo awali tulikuwa tunatumia vitambaa, ambao vitambaa vilikuwa sio rasmi, ambapo muda mwingine vilikuwa vinatimua vumbi na kusababisha ongezeko la watu kuumwa mafua. Ila baada ya kutengeneza hizo dasta ambazo zilikuwa kwa nyuma yake unashikiana kimti, ambayo ikasaidia kupunguza watu kupata homa ya mafua, ambapo mpaka sasa hivi hizo dasta bado zipo. Pia tulitengeneza sabuni. Tukatengeneza sabuni kwa imani kutatua changamoto ya uchafu wa vyoo. Vyoo hapo awali vilikuwa vikisafishwa bila sabuni,
ila baada ya kuanza kutumia sabuni yetu ambayo tulitengeneza, vyoo vikaanza kunukia. Pia tukaona kwamba isiwe peke yetu, tukaenda mpaka katika jamii za wenzetu tukawapatia, na pia tukaenda mpaka hospitali. Tulipofika hospitali napo tukawapatia sabuni, pia tukashiriki katika usafi, tukaenda vyooni tukasafisha na sehemu mbalimbali, pia tukaenda kuwasalimia wagonjwa na tukawapa pia sabuni. Mradi mwingine ambao tuliofanya, tulitengeneza mkaa wa makaratasi. Huo mkaa wa makaratasi ulitusaidia kutatua changamoto ya usambaaji wa makaratasi hapa shuleni. Hapo awali kabla hujaanza mradi wa makaratasi yalikuwa yanazagaa mengi sana hapa shuleni na mpaka shule haipendezi. Ila baada ya kuanza mradi wa mkaa wa makaratasi ukatusaidia kutatua changamoto ya uchafu hapa shuleni. Pia hata walimu walitumia mkaa kupikia chai na kupikia vyakula vingine vyepesi hapa shuleni. Tulichangishana 2500 kwa kila memba. Tulikuwa wanafunzi 20, tukafanikiwa kupata kiasi cha shilingi 50,000. Lakini pia mwalimu wetu anayetusimamia klabu yetu na mkuu wa shule walitugea support, wakatuchangia kila mmoja 10,000, ikawa ni 70,000. Hiyo ilitusaidia sisi kuanza fundraising moja kwa moja kabla ya kwenda kuanza miradi. Kitu cha kwanza kabisa tulinunua boksi la peni kama kianzio ambalo linauzwa shilingi 5,000 na faida yake ni shilingi 5,000. Tukauza. Baada ya hapo pia tukaona itoshi, tukanunua ubuyu, tukautengeneza sisi kama memba, tukauzia wanafunzi wenzetu hapa shuleni. Pia tulifanya semina ya kutengeneza sabuni ya maji. Kila mwanafunzi aliyeshiriki semina hiyo alichangia kiasi cha shilingi 500 na mwalimu aliyeshiriki alichangia kiasi cha shilingi 1,000. Baada ya semina sisi kama memba tukaona tutengeneze sabuni ile ya maji. Tukatengeneza kwa sababu tulikuwa na ujuzi huo. Baadhi ya memba tulikuwa na ujuzi wa kutengeneza sabuni. Tukatengeneza sabuni ya maji. Walimu wetu wakatuunga mkono, wakatuungisha. Pia mwalimu wetu mkuu ndo alikuwa sapoti kubwa kwa sababu hapa shule kuna vyoo vya wanafunzi, ofisi za walimu zinahitaji kudekiwa na vyoo vya hosteli kule. Kawa anatupa support ya kutuungisha. Pia tulitengeneza stika ambazo tulibandika kwenye meza ya kila mwalimu. Ile stika tunaandika jina la mwalimu, kwa mfano labda Hussein na masomo yake pale anayofundisha, ili mwanafunzi yoyote hata ukiagizwa unaenda unaangalia, kama hujui meza anayokaa inakutambulisha moja kwa moja, hapa ni meza ya mwalimu fulani. Hata mzazi pia anapotoka huko moja kwa moja akifika anamtafuta mwalimu fulani, akiambiwa nenda ofisini pale, akifika tu atakuta pale mwalimu Hussein, atakuta na masomo yake anayofundisha. Lakini pia stika hizo tukaziuza kwa kila mwalimu, tukamuuzia shilingi 500. Ndio vitu ambavyo vilitufanya sisi tukafanikiwa, tukafanya miradi yetu. Je, ni changamoto gani walizopitia katika kufanya mradi huu? Moja ya changamoto hizo ni kama kuvuja kwa siri za Uwezo Awadi ambazo wanachama memba tulikubaliana. Changamoto hiyo ilipelekea hasa watu kukata tamaa. Mfano, tushakubaliana na chama leo tufanye usafi wa kuokota makaratasi, lakini mtu anapovujisha ile siri anakuja anakutana na wale wengine, anawaambia, wanazidi kutukandia sisi kwamba tuone kwa kile kitu tunachokifanya hakina umuhimu. Lakini sisi wengine tukaungana, tukapeleka kwenye uongozi wetu, tukalijadili hilo swala, na mwisho wake hayo yote yakafutika na tukawa kitu kimoja tena, tukaweza kufanya vitu kwa umoja. Changamoto ya pili ni kwamba walimu walikuwa hawajui nini tunakifanya. Walikuwa wanaona kuwa labda Uwezo Awadi inaweza ikatupeleka kwingine, lakini hatimaye wakajua kuwa kumbe kitu tunachokifanya kina umuhimu mkubwa kwetu, kwa maisha yetu ya shule na hata kwa maisha ya baadaye. Ndipo na sisi tukazidi kupambana na hatimaye hadi tukapata ushindi. Na changamoto nyingine ni kwamba umoja miongoni mwetu, na yenyewe mwanzoni umoja ulikuwa unasuasua kwamba tunaambizana leo tuje kupanda bustani shuleni, lakini unakuta 60 au 70 ndo anafika kwenye kazi hiyo, alafu 10% nyingine
wanabaki. Hiyo tukaona hiyo changamoto inaweza ikapelekea hao wengine wanaojituma wakate tamaa, kwamba mtu anajituma anaweza kaona kwa nini fulani hajaambiwa kitu. Kwa hiyo na yeye mwisho wa siku anaweza akatamani kwamba na mimi ngojea leo nibaki, ambayo inaweza ikatukwamisha. Kwa hiyo tukarudi tena kwenye uongozi wetu, tukalijadili tena hilo swala kwamba inabidi tunapoambizana tufanye kazi kwa pamoja. Kwanza tunapofanya kazi kwa pamoja ndo kazi inakuwa rahisi na inatusaidia kufanya kazi kwa haraka na sisi kuweza kuendelea na mambo yetu. Ni mambo gani unajivunia kujifunza kupitia mradi huu? Kwanza kabisa kujitolea katika jamii. Nilipokuwa mwanafunzi nilikuwa najua kwamba ukijitolea, yani kujitolea kwenye jamii ni kosa, kwa sababu inakupelekea kufeli katika masomo yako. Kumbe nilikuwa sipo sahihi. Kujitolea katika jamii ni kwanza kabisa inakupa chachu ya kuendelea na masomo yako vizuri, na pia baraka zinakuja kulingana na jinsi ya kitu ambacho umefanya. Kingine nimejifunza katika mradi wa mkaa makaratasi. Katika mradi wa mkaa makaratasi nimejifunza ujasiriamali. Tuliangalia shuleni kwetu ilikuwa ina uchafu mwingi. Hivyo basi tukaamua tukusanye uchafu wa makaratasi na kutengeneza mkaa ambao tuliwagaia walimu wetu kupikia chai. Wakati walimu wetu wanapikia chai, tulienda mbali kujifunza kwamba kama walimu wetu wameweza kupikia chai, basi huu mradi unaweza kutusaidia katika kuendeleza ujasiriamali mtaani. Basi hata tulipomaliza shule tulijiajiri wenyewe, baadhi wanafunzi wachache tulijiajiri wenyewe, tulitengeneza sabuni na mkaa makaratasi tumeuza mtaani. Kitu kingine, kuwasaidia watu ambao wasiojiweza. Kama tulitoka hapa tukaenda katika hospitali ya wilaya ambayo ipo Mkuranga, tulienda kuwasaidia kufanya usafi, na pia tulijitolea katika miradi yetu kama sabuni na kufanya nao usafi na kuwafariji wagonjwa. Kufanya kazi kwa timu. Kufanya kazi kwa timu kwamba kuwe na umoja. Kwamba umoja kwamba kila kitu kinawezekana. Na hakuna jambo ambalo lolote linaweza kushindikana. Na pia kitu ambacho nilichoweza kujifundisha nikiwa kama mwanafunzi, bado nina uwezo kuwa naishi vizuri na jamii na kuwa kijana mwajibikaji. Tuliangalia, tuliweza kutembelea kituo cha watoto yatima na pia waliweza kufurahi baada ya kutuona tunatembelea, na pia tuenda kuwafariji. Na pia tuliweza kufanya mradi ambao tulienda katika hospitali ya wilaya ambapo tulikutana na wagonjwa, na tuliweza kujifunza kuhusu kujilinda na afya yetu. Pia tuliweza ni vitu vingi ambavyo niweza kujifundisha nikiwa kama member. Pia niweza kufurahi kwamba tulienda siku ya ceremony. Niweza kukutana na watu wakubwa kama Niki wa pili, na niweza kufundisha vitu vingi. Nimejifunza kufanya kazi kwa teamwork, kufanya kazi kwa pamoja. Inasaidia sehemu kubwa sana. Kwanza mna share idea, kunakuwa na vitu vingi. Hata kama wewe kitu fulani ulikuwa hujui, unakuta kuna mwenzako anajua, anakuelekeza, kitu mnafanya kinanyooka. Vitu nilivyojifunza katika miradi yetu 2021 ni ujasiriamali. Nimejifunza kwamba katika mradi wetu wa kutengeneza sabuni, nilijifunza kwamba kutengeneza sabuni, hata labda nitapomaliza kama nitaweza kufanya huo ujasiriamali huo, naweza kutengeneza sabuni, kwa sababu nilikuwa sijui kutengeneza sabuni, lakini kupitia Uwezo Award nimejifunza kutengeneza sabuni. Mwalimu msimamizi wa klabu iliyofanya mradi alikuwa na haya ya kusema kuhusu mradi huu. Wanafunzi wa shule ya sekondari Vianzi kupitia mradi wa Uwezo waliweza kujifunza vitu tofauti, kwa mfano kuwa na umoja au teamwork, ambayo iliwawezesha kufanya miradi tofauti ndani ya shule yetu. Lakini pia wanafunzi waliweza kufanya shughuli tofauti za kijasiriamali, mfano kutengeneza sabuni, lakini pia kufanya biashara ndogo kama kuuza peni, na pia waliweza kufanya vitu vingine ambavyo ni ubunifu mkubwa ambao walifanya, kwa mfano kutengeneza stickers zenye majina ya walimu, lakini pia na kuwauzia walimu ili kila mwanafunzi atambue mwalimu yupi anakaa meza fulani. Hivyo ni vitu ambavyo wanafunzi kwa mradi wa Uwezo wameweza kufanya. Uwezo Awards kweli hapa shuleni wametusaidia sana. Miradi waliyofanya, kwa mfano huko wamechora ramani katika majengo yetu ya shule ambayo yanasaidia wanafunzi wengine kuweza kusoma. Wamejifunza ubunifu. Kupitia mradi huu umewajengea wanafunzi wengi wamekuwa ni wabunifu. Kwa kila wakati tunakuta kwamba wanabuni hiki. Kwa hiyo mradi umesaidia sana kuiboresha shule yetu. Huu ndio mradi ulioipa shule ya sekondari Vianzi ushindi katika Uwezo Award 2021. Chukua hatua, onyesha uwezo.